Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 4 ya mwaka A wa Kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni heri walio maskini wa roho. Heri walio maskini wa roho. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Zefania, ile sura ya 2 aya ya 3 na ile sura ya 3 aya ya 12 hadi ya 13. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya kwanza aya ya 26 hadi 31. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 12a. Ili kuweza kuelewa vizuri wazo hili la umaskini wa roho, naomba tuangalie vema masomo yetu. Kama nilivyosema, somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Zefania, ile sura ya 2 aya ya 3 na ile sura ya 3 aya ya 12 hadi ya 13. Ni somo ambalo linatoka katika kitabu cha huyu nabii aliyefanya utume wake wakati wa mfalme Yosia wa Yuda. Inasemekana ilikuwa ni kati ya mwaka 640 hadi 609 kabla ya Yesu Kristo. Ni kweli kabisa, ukiangalia utume wa huyu nabii, anashughulikia dhambi kubwa za Yerusalemu na Yuda zilizokuwa hasa katika kipindi cha mwaka 640 hadi mwaka 622. Ikumbukwe, wakati wa utawala mrefu wa mfalme Manase babu yake Yosia na utawala mfupi wa Amoni baba yake, Israeli ilishuhudia kiwango kikubwa kabisa cha kuharibika kwa dini katika historia yake. Unaweza ukasoma katika kitabu cha pili cha Wafalme, ile sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 26. Manase na Amoni waliiga ibada za mabwana zao wakubwa, yaani wa Asiria. Watu hawa waliweka sanamu za miungu mpaka katika hekalu huko Yerusalemu. Karibu watu wote walifuata mfano wa ibada hizi za kipagani na kuharibu kabisa ibada ya kweli ya wana wa Israeli kwa Mungu wao wa kweli. Hali hii ya dhambi iliendelea hata katika kipindi hiki cha mfalme Yosia. Nabii huyu anakemea na kuwaasa hawa wana wa Israeli kuwa wamrudie Mungu wao, maana wakati wa hukumu unakuja. Ndio hiki ambacho tumekisikia, lakini anaeleza vizuri tena kwamba wale wanaomtumainia Mwenyezi Mungu, wale wanaojiweka mikononi mwa huyu Mungu wa Israeli, hawa Mungu atawakweza. Mungu atawapa heri, atawapa baraka na atawaepusha na hukumu hii ya mwisho. Ndugu zangu katika Kristo, tujiangalie sana. Je, tunajiweka wapi? Akili zetu, mioyo yetu tunaiweka wapi? Je, tunaiweka katika kuabudu malimwengu au tunaiweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu? Je, tunategemea nini? Tunamtegemea Mwenyezi Mungu au tunategemea hivi miungu ambavyo tunaweza kusema ni vya ulimwengu huu, pesa, mali, vyeo na vinginevyo? Nabii anatuasa, nabii anatuonya na anataka tumtegemee Mungu. Tusipomtegemea yeye, maangamizi yatakuwa makubwa. Heri walio maskini wa roho, maana yake ni wale wanaomtegemea Mwenyezi Mungu. Katika somo la pili ambalo linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya kwanza aya 26 mpaka 31,
Paulo anaeleza wazi jinsi Mungu anavyotenda makuu kwa watu wa kawaida kabisa waliojiachia mikononi mwake, jinsi Mungu anavyonyanyua wale wasiokuwa na kitu isipokuwa kumtegemea yeye. Anashangaza ulimwengu, anaaibisha wakubwa kwa kuwanyanyua hawa wanaomtegemea yeye tu. Ndugu zangu katika Kristo, wengi wetu yawezekana tukajiegesha au kutegemea wanadamu, tukaamini wanadamu wanatusaidia na tukamsahau Mwenyezi Mungu, au tukawadharau hata wengine, tukashindwa kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu anatenda tofauti kabisa na matarajio ya mwanadamu. Mungu ananyanyua, Mungu anabariki wale wanaomtegemea yeye, au ndio walio maskini wa roho. Somo la tatu, yaani somo la Injili, linatoka katika Injili ya Mathayo ile sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 12a. Ni somo ambalo tumelizoea sana, ni somo ambalo tunalisikia sana, hasa wakati fulani, wakati wa misiba, huwa tunalisikia somo hili, kuonyesha kana kwamba tunatakiwa mimi na wewe tumtegemee Mwenyezi Mungu, maana ya ulimwengu yanapita. Wakati mwingine tunalisikia wakati wa sherehe ya watakatifu wote, kuonyesha kwamba wale watakaopata baraka ni wale watakaokuwa na heri hizi. Ndugu zangu, naomba niwaeleze, tukiwa na wazo hili lazima tuelewe vizuri sana ambalo linaelezwa sana katika somo hili la Injili. Injili hii wengi tumeizoea kuiita hotuba ya mlimani, kama vile Musa alivyosimama juu ya mlima na kuwasomea wana wa Israeli amri zitakazowaongoza kuelekea nchi yao ya ahadi. Ukisoma kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 aya ya 1 hadi ya 21, Kristu anasimama na kutueleza amri zitakazotuongoza kuelekea katika nchi ya ahadi, yaani Yerusalemu mpya, Yerusalemu ya mbinguni. Anasema heri, 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 heri mara 8. Makarioi, naita makarioi. Ndugu zangu katika Kristo, ni mara chache sana, naomba nikieleze hiki, katika ulimwengu wa leo kusikia heri mtu asiye na kitu, heri kuwa maskini, heri mwenye huzuni, baraka, furaha kwa mwenye njaa, upole, anayedharauliwa au kudhulumiwa. Ni mara chache sana, ni jambo ambalo linaweza kuwa linashtua sana, ila Yesu Kristu anasema leo heri, 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 makarioi, makarioi mara 8. Naomba niwaambie, haya ni kama kusema au kuyaweka kwa namna hii, ni mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa taifa la Israeli. Naomba ieleweke hivi, lakini pia ni mwongozo wa maisha ya wafuasi wake wanaomfuata. Hii heri au hizi heri ni njia ya kufika mbinguni, ni njia ya kuelekea furaha ya milele. Inaanzia, au haya mafundisho haya ya mlimani yanaanzia ile sura ya 5 aya ya 1 mpaka sura ya 7 aya ya 29. Tunasikia inamalizika akisema, kwa maana alifundisha kama mtu mwenye mamlaka. Naomba muweze kuelewa hivi, Yesu anaona mkutano, anapanda juu ya mlima. Mlima ni sehemu ya makazi ya Mungu. Musa alipanda mlimani na akapokea amri za Mungu. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 19 aya ya 1 hadi ile sura ya 20 aya ya 21, mlima Sinai. Kama vile Musa alivyofunua hizi amri za Mungu kwa taifa lake, leo Kristu anafunua mapenzi ya Mungu na njia ya kufika juu mbinguni. Amri zilizoongoza wana wa Israeli kuelekea nchi ya ahadi, kama nilivyosema, na hizi heri zinatuongoza sisi kuelekea Yerusalemu mpya. Ieleweke, katika Injili ya Mathayo
Mambo makuu na ya msingi sana yanatokea mlimani. Majaribu yalitokea mlimani, ile sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 10. Kulishwa kwa watu 4,000 kulifanyika mlimani, ile sura ya 15 aya ya 29 hadi 39. Kugeuka sura kulifanyika mlimani, ile sura ya 17 aya ya 1 mpaka ya 9. Kukamatwa kwa Yesu kulifanyika mlimani, ile sura ya 26 aya 30 mpaka 35. Kuhubiri, mamlaka ya kuwatuma wafuasi wake kulifanyika mlimani, ile sura ya 28 aya ya 16. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Yesu ameketi mahali pa Mungu, mahali pa mamlaka. Alipokwisha kuketi sasa, kuketi ni mamlaka fulani, kama nilivyosema, anafundisha. Wanaita ni seat of Moses, kuketi kwa mamlaka na kufundisha. Unaweza ukasoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 23 aya ya 2. Tunakumbuka pia alikaa katika boti, Mathayo sura ya 13 aya ya 2. Tunakumbuka vile vile mambo yaliyotokea katika mlima Mizeituni, ile sura ya 24 aya ya 3. Anafumbua kinywa chake, anasema heri, heri, heri. Ndugu zangu, baada ya kuelewa hayo na wazo kuu ni heri walio maskini wa roho, kuna mengi sana ambayo tunaweza kujifunza hapa, lakini naomba tuangalie mambo makuu mawili. La kwanza, unamtegemea nani? Unamtegemea nani? Nimesema kuna heri nyingi sana, lakini tuangalie hii heri moja ambayo ni dira kubwa sana ya kutongoza kuelekea katika nchi ya ahadi. Unamtegemea nani? Heri hii ya kwanza kabisa inasomwa katika mwanga wa kitabu cha Kutoka, ile sura ya 22 aya ya 25 mpaka 27. Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 15 aya ya 7 mpaka ya 11, au kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 61 aya ya 1. Hawa wenye heri ni watu ambao hawana cha kujivunia, hawana cha kutegemea isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio maana nasema unamtegemea nani? Stephen Job aliwahi kusema, sisi sote tupo uchi hadi kufa, hakuna tunachoweza kutoka nacho, hakuna kinachoweza kutuokoa dhidi ya kifo. Alisema watu wanajivunia utajiri, uzuri, akili, kiwango cha elimu, mashamba na umaarufu. Wengine hujivunia mafanikio bila kujua hawana cha kutegemea isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hawa ndio watu walio maskini wa roho. Hakuna jambo lazima kuelewa la mafanikio katika maisha yako ambalo alikufanywa na mtu mwingine, ambalo likakufanya wewe ukajivuna, ukajipandisha, ukashindwa kuwa mnyenyekevu. Cheo ulichonacho kilikuwa na watu wengine. Ardhi ulionayo ilikuwa ya mtu mwingine. Shamba ulionalo lilikuwa la mtu mwingine. Biashara unayoifanya ilishafanywa na mtu mwingine. Wito ulionao ulishatanguliwa na watu wengine. Jambo la kujivunia kabisa ni umaskini wa roho, ni unyenyekevu. Maana wahenga wanasema dunia ni duara, unaowakanyaga wakati ukiwa juu ukikwea ngazi, huenda wakawa ni wale wale utakaokutana nao wakati wa safari yako ya kushuka. Kumbuka, hata jani la kijani la mgomba kuna wakati litanyauka na kuwa kavu lisiokuwa na maana. Maisha yanabadilika. Heri walio maskini wa roho. Unajivunia nini? Nitawapa mfano. Yuko wapi mtu jeuri na mwenye kiburi kama Farao?
Yuko wapi leo tajiri na maridadi kama mfalme Sulemani? Hata Yesu alimsifia. Yuko wapi mwanamke mrembo na mlaghai kama Delila? Yuko wapi mwanamke mrembo kama Cleopatra? Yuko wapi kijana mwenye misuri na nguvu kama Samsoni? Yuko wapi handsome kama Yusufu? Wote hawapo, wote hawapo. Utakatifu unapatikana kwa sisi kujishusha, kwa sisi kunyenyekesha, kwa sisi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Alexander the Great kabla ya kufa kwake aliomba jeneza lake libebwe na madaktari, wanajeshi walizunguke, huku mikono yake ikiwa nje. Alipoulizwa kwa sababu gani, na kuomba vile vile kwamba dhahabu zitandazwe katika njia yake ya kuelekea makaburini, alisema, madaktari wameshindwa kuokoa maisha yangu, jeshi limeshindwa kunilinda dhidi ya kifo, na mali nilizo nazo naziacha katika ulimwengu huu. Nimekuja mtupu, nitaondoka mtupu. Alisema mwanadamu lazima kujua siku zote kwamba siku zetu zinahesabika. Kiburi akifai, lazima kuwa wanyenyekevu sana. Hivyo ni kuombe leo, kuwa mnyenyekevu, kuwa mnyenyekevu. Kama una kinyongo kidondoshe, kama una chuki ipanguse, kama una uchungu ukung'ute, kama una kilema nenda juu yake, kama hauna mapatano patana, kama una fitna moyoni ifukuze, kama una ubaya ushinde kwa wema, kama unataka kulipiza kisasi samehe. Moyo wako upate heri, usiwe na chochote kile ndani. Mtegemee Mwenyezi Mungu. Samehe ili upate furaha, mtegemee Mwenyezi Mungu. Kama uamini bado una kiburi, ni kuombe kitu kimoja, hebu hudhuria misiba, uone mwisho wa safari yako, labda utakumbuka ukomo wa maisha yako. Hudhuria msiba, uone safari yako ambayo hata jina lako utashindwa kulitambua. Hudhuria misiba, uone ukomo wa jeuri na kiburi chako. Vyote unavyojivunia vitamilikiwa na kugombaniwa na watu wengine. Nikuombe, tembelea makaburi, tembelea misibani, ukajifunze unyenyekevu wa kuishi na amani na kila mtu, kwa maana ujue atakaye kubeba leo. Nenda kajifunze hekima. Ndio maana Zaburi ya 90 aya 12 nasema, Bwana utufundishe kutambua ufupi wa maisha yetu ili tuwe na hekima. Heri walio maskini wa roho, heri walio maskini wa roho. Hawa ni wale wasiokuwa na chochote isipokuwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. La pili, ukibarikiwa kuwa baraka. Ukibarikiwa kuwa baraka. Maskini wa roho ni yule anayeelewa kuwa yeye ni cha kupewa tu. Yeye ni cha kupewa ili awe baraka. Ndugu zangu, naomba niseme ukweli sasa. Kuna watu wengi sana wanajitoa kwa ajili ya watu, kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya maendeleo makubwa na ustawi wa maisha ya watu wengine. Wanajitoa sana. Hawa ndio wenye heri, kwa sababu wanajua wamepewa bure na wao wanatakiwa watoe bure. Ni maskini, hawana cha kujivunia hawa. Kuna watu wanajitoa sana kwa ajili ya kanisa, kila mchango, majitoleo, sadaka, wapo tu. Viongozi wakipata hata wito fulani wa mchango, lazima wakimbilie wao. Wanajua ni watu fulani wanajitoa. Hawa Mungu awabariki, ni watu wenye heri sana. Kuna watu wanajitoa sana kwenye michango ya kijamii, lazima tukubali. Unakuta mtu na pesa zake na cheo chake na hadhi yake, ameketi kwenye mkeka au kiti msibani, anakesha usiku na mchana, anaongea vizuri na watu na hakuna anayemtambua kama yupo, labda umnyoshee kidole kwamba ni yule pale. Hawa watu ni wenye heri, watu wanajitoa sana. Lazima sisi tuige kutoka kwao. Umebarikiwa ili uweze kuwa baraka, na hii ndio heri na huu ndio umaskini, kwamba hauna cha kujivunia isipokuwa kwamba kutambua umepewa kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Kuna watu ukihesabu pesa walizotoa kusomesha, kulea au kusaidia watoto wa ndugu zao, utashangaa. Niseme wangeweza kuwa mbali sana,
wangekuwa na mafanikio makubwa sana, ila wametoa kila walicho nacho, rasilimali zao, kwa ajili ya kuwa baraka kwa watu wengine. Hawa ndio wenye heri, Mungu hata wasahau. Kuna watu wametumia uwezo wao, vyeo vyao kuwa daraja kwa watu wengine. Walilala chini ili watu wavuke. Wakisimama na kuangalia nyuma, wanaona kundi la watu waliowasaidia kufikia malengo yao. Hakika Mungu atawabariki. Mungu atawapa neema watu hawa. Hawa walitambua kwamba umaskini wa roho ni heri. Hawakuwa na kujivunia, waliamini wamebarikiwa ili wawe baraka. Ndugu zangu, katika Dominika hii ya leo, nikuombe sana, usiwe na cha kujivunia, usiwe na kiburi cha kujikweza, bali elewa kuwa yote umepewa kwa ajili ya watu wengine. Umepewa yawe baraka kwa watu wengine, unyanyue watu wengine, na mtegemee Mungu, nawe utaona baraka kubwa katika safari yako ya maisha. Mungu akujalie umaskini wa roho ili uweze kuwa na heri duniani na baraka mbinguni, upate kurithi ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana sana. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia Dominika njema, yenye amani na furaha kwa kila mmoja wetu.